Asante na karibu katika Mshike. Mimi ni Saidi Salim, msomi dakika 60 za kuweza kuangazia taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tumekusanyia katika siku hii hapa leo. Tuanzie Unguja ambapo kikosi cha Young Africans hii leo kimewasili salama kisiwani Unguja, Zanzibar, tayari na maandalizi ya mchezo wake wa mwisho wa kundi B Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya JS Kabylie Jumapili ya wiki hii, ambapo Young Africans yenye maskani yake katika makutano ya mitaa ya Jangwani na Twiga inahitaji ushindi katika mchezo huo ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kutinga hatua ya robo fainali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Mara baada ya kuwasili Zanzibar, kikosi cha Young Africans kimetarajiwa kufanya mazoezi kwenye viwanja vya Aman ili kuwaweka sawa wachezaji wake kwa mchezo huo. Mpaka sasa Young Africans ipo nafasi ya 3 katika kundi B ikiwa na alama 5 baada ya kucheza michezo 5, huku AS FAR Rabat ya Morocco ikiwa nafasi ya 2 na alama 8 baada ya michezo 5 kucheza. Ili Young Africans itinge hatua ya robo fainali, inatakiwa ishinde mchezo wake wa Jumapili angalau kwa uwiano wa magoli 2-0, huku ikiombea FAR Rabat ipoteze mbele ya Al Ahly katika mechi ambayo itachezwa siku hiyo hiyo nchini Misri. Wakati hayo yakiwa ni ya kikosi cha Young Africans wakiwasili salama mjini Unguja leo, nao wachezaji wa zamani wa Young Africans mlinzi Bakari Malima maarufu kama Jembe Ulaya na kipa Steven Nemes wamesema wana matumaini makubwa kwa timu yao kufanya vizuri dhidi ya JS Kabylie kwenye mchezo utakaochezwa Jumapili hii. Lakini kubwa, wamewaasa wachezaji kujituma na kuongeza umakini kuelekea mchezo huo. Matumaini makubwa sana ya Yanga Afrika kuingia robo fainali. Kija kaangalia Yanga Afrika kwa msimu huu wana kikosi bora sana yani. Kikubwa kinachohitajika yani, ni zile nafasi wanazozipata Yanga kuzibadilisha kuwa magoli. Kwa hiki kikosi walichokuwa nacho, nadhani kama mwalimu atafanya marekebisho pale mbele na uhakika kabisa yani, timu itapata matokeo mazuri na itafuzu kwenda robo finali. Ukija kaangalia Yanga Afrika katika huu ukanda sasa hivi wa Afrika Mashariki, katika timu bora yani, Yanga Afrika ni timu bora sana. Ukija kaangalia pale nyuma kuna Diala, kuna Jobu, kuna Captain Mwamnyeto sasa hivi amesharudi kwenye ubora wake wa hali ya juu. Kuna Baka, kuna Shabalala, kuna Domalo, kuna Maxi Zingeli, pale kuna Okelo, Pakome, igizo la Depu. Nadhani kuna kitu kimeongezeka, na ukija ukaangalia kuna Pakome, Mzize sasa hivi anarudi taratibu kwenye fomu. Mimi naweza nikasema kwa sasa hivi Yanga Afrika wana kikosi bora sana yani. Kama itatokea wataingia robo finali, kwangu mimi naweza ikawa ni huzuni moja kubwa sana. Yanga natakiwa ashinde, na kushinda lazima ashinde magoli mengi, kwa sababu Yanga uwezo kutengeneza magoli nafasi nyingi anao, na unasema uwezo wa kutumbukiza ndio unaleta matatizo. Lakini sasa hivi inabidi lazima wachezaji wa Yanga watulie na nafasi, kwa sababu unajua hii michezo ni michezo mikubwa sana. Michezo hii ya Afrika ni klabu bingwa wa Afrika. Kwa hiyo mechi hizi nafasi ukizipata zinakuwa adimu. Sasa ukipata nafasi 2 lazima uzitumie 2, ukipata nafasi 3 lazima uzitumie 3. No, so unapata nafasi unakosa. Ndio vile unakosa baadaye wenzenu wanakuja kupata nafasi moja tu inakuja kulizeni na unakuja kulia. Kama si ya Yanga sio mbaya. Mbona bado yeye anacheza vizuri tu? Sema tatizo linakuja katika kutumbukiza. Naona bwana, katika kutumbukiza ndio inakuwa matatizo. Lakini na imani kama watatulia, wachezaji wa Yanga watatulia, akili zao watazituliza. Mbona nao uwezo kuwafunga hata goli 3 wale. Uwezo nao kabisa kuwafunga goli 3, lakini lazima watulie. Steven Nemes akimaliza kwa golikipa wa zamani wa Young Africans. Nao baadhi ya mashabiki wa Young Africans jijini Dar es Salaam wametamba timu yao kufuzu kuelekea hatua ya robo fainali ya Ligi ya Mabingwa Afrika kibabe, na kuamini watabeba alama 3 dhidi ya JS Kabylie Jumapili hii kwenye uwanja wa Aman, Zanzibar. Timu yangu kwa hapa ambapo ilipokuwa imefikia, mimi sina shaka nayo, na tuwaahidi wa Tanzania wote kwa ujumla wake, wale ambao wanaopenda wana Jangwani, kwamba Yanga lazima itafuzu kwenda katika hatua ya robo finali. Kwa hapo JS Kabylie wakifika hapa ndani ya dimba letu, kama kwao tumetoa sare, basi hapa kwetu sisi Amani New Complex atoki mtu, lazima wataumia. Pointi 3 muhimu na robo finali Yanga inafuzu.
kama tuliweza kusuluhu nayo kwa wale, maana wakija hapa pale New Amani Complex, basi tumempiga ndogo 4. Tutakachoweza kusema kwa wale ni kwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, wametoa, jina lake lihimidiwe. JS Kabylie anakufa 4, Yanga tutasonga hatua ya robo finali. Tumemaliza daima mbele, nyuma mwiko. Kwa hiyo nafikiri wakicheza kwa ushirikiano kwa pamoja, mimi nafikiri magoli yatakuwa mengi ya kutosha na tutafuzu bila kuwa na shida yoyote hiyo. Hii mechi ni muhimu kwetu na inatakiwa tushinde. Kwa hiyo JS Kabylie akija hapa kwa Amani Zanzibar, uwezekano wa kufungwa upo kwa sababu ni mechi muhimu kwa Yanga na inatakiwa tupate matokeo tuweze kwenda robo finali. Kwa hiyo ushauri wangu kwa mashabiki wenzangu wa Tanzania na wa Zanzibar, tunahitaji tujaze uwanja kwa wingi ili tuweze kupata matokeo kwa wakati ili tuweze kwenda robo finali. Mchezo ni mchezo utakuwa Yanga anahitajika kushinda magoli mengi. Kwa hiyo endapo kocha akapanga kikosi chake vizuri, inaweza kapelekea Yanga kashinda. Ukiangalia wachezaji wetu Depu, Yanga na nilio Pakome wapo vizuri. Mchezo ukicheza vizuri utashinda. Tutoke hapa nyumbani Tanzania tuelekee nchini Morocco ambapo kikosi cha Azam Football Club kimefanya mazoezi ya kwanza nchini Morocco katika viwanja vya mazoezi vya Dimba la Mohamed wa 5 jijini Casablanca kujiandaa na mchezo wa mwisho hatua ya makundi ya kombe shirikisho Afrika dhidi ya Wydad Athletic Club utakaochezwa Jumamosi hii. Taarifa zaidi na Baraka Mpenja kutoka nchini Morocco. Na tunaungana na Baraka Mpenja ambaye yupo nchini Morocco akiwa ameambatana na kikosi cha Wydad, mechi kati ya Azam Football Club dhidi ya Wydad. Baraka Mpenja, habari za Morocco kwa wakati huu? Hapa ni ndani ya viwanja vya mazoezi katika uwanja wa Mohamed wa 5. Mazoezi ya Azam FC ya kwanza katika mji wa Casablanca yamemalizika dakika chache zilizopita na wachezaji wale wanaondoka na viongozi wako hapa, lakini muda huu niungane na ofisa habari wa Azam FC Hashim Ibwe niweza kuzungumza naye machache tukiwa mbashara kutoka hapa Morocco. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Baraka. Baridi ni kali sana. Sisi kwetu Kilimanjaro Usangi kule tumeshazoea, lakini hii kidogo unahisi baridi na unaumia kwa wakati mmoja, but it's all well, tuko vizuri na tunashukuru Mungu kwamba tumepata wasaa kufanya mazoezi kwa mara ya kwanza. Azam FC wana kila kitu lakini wanashindwa kufanya vizuri, hawana lolote. Safari hii alama 9, timu ambayo imepata alama nyingi kuliko yoyote Tanzania katika mashindano ya kafu. Ni furaha na fahari kiasi gani kwa Azam FC? Well, ni jambo la kujivunia kwanza kuiona timu yetu ikiwa inafanya vizuri, hasa kwenye nyakati kama hizi ambazo kila mtu anaonekana kwamba hayuko upande wenu. Siwezi kusema kwamba wametukatia tamaa, lakini neno pekee ambalo linatosha, sijui sasa niseme kama ni wivu ama ni lile ng'ong'o. Tunasema ng'ong'o la kwamba hawa muda wote wanaweza wakapita baina yetu, wanaweza wakapita katikati yetu. Ndio kitu pekee ambacho kiko kwenye mioyo ya watu, lakini kwetu sisi ni jambo la furaha sana kuiona timu ikiwa ina achieve vitu kama hivi. Ni kitu cha kujivunia kuona timu yetu inafanya vizuri kimataifa pamoja na nyumbani. Ni jambo la kujivunia kuona timu yetu iko intact wala haiumbishwi na kelele ambazo zinatoka nje. Kikubwa nafikiri ni focus ambayo tumeiweka kama club, kuiona timu inafikia malengo ambayo tumeyaweka, na kama haitoshi kuyavuka zaidi. Unajua mwaka huu tulikuwa tumeweka malengo ya kwamba tunatamani kuiona timu yetu ikiwa inacheza group stage. Baada ya zaidi ya miaka 20 timu inaingia group stage, na kwa mara ya kwanza ikiwa inacheza group stage inapata ushindi kwenye michezo 3 mfululizo. Kwa mara ya kwanza inakunja alama 9, na angalau tumebeba hope ya Watanzania na mashabiki wa Azam FC kwamba timu yetu inaweza kwenda robo finali. Hashim, nimeona delegation ama msafara wa viongozi wa ngazi ya juu kabisa. Yuko rais hapa Idris Nasoro Fadha, yuko makamu wa rais Abdul Karim Popat, yupo ofisa mtendaji mkuu msaidizi na viongozi wengine wengi. Delegation natisha. Mmelenga nini hapa Morocco? Nafikiri unajua huu mchezo ndo mchezo ambao umebeba hope ya club kwenda robo finali. Na Wydad sio timu nyepesi hata kidogo. Ni timu ambayo unajua unakwenda kucheza nayo lazima uwe umejipanga sawa sawa. Kwa hiyo
Hii ni nyakati ambayo tumesema every resources necessary we'll have to utilize it. Ni lazima tuzibebe, tutumie kila silaha tuliyokuwa nayo, na nadhani haujaona bado watu wamiliki wa club kesho Mungu akipenda wataingia hapa wote. Mlezi wa timu ambaye ni sehemu ya wamiliki pia wa club Jamal Bakhresa Bui naye anaingia hapa kesho kuja kuongeza nguvu, na hata wamiliki wetu ambao wamebaki nyumbani Tanzania, mzee Bakhresa mwenyewe na bosi wetu Abubakar ambaye bahati mbaya hata kuja safari hii, wote wako na sisi intact, wanatoa hope, muda mwingi wanapiga simu kujaribu kuuliza maendeleo ya timu na nini. Unaona kwamba ni mshikamano ambao umetengenezwa ndani ya club, lakini maneno ya hawa watu wote kuja, nguvu ya watu wote kuja na hawa ambao wako around ni kwamba timu yetu ina mshikamano, haina yale mazungumzo ya kwamba mchakato ule utakamilika lini, wala haina stori zingine za kwamba itakuwaje. Sisi ni Azam Football Club, timu bora, bidhaa bora, lakini ni timu moja. Tunazungumza lugha moja na insha Allah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu lengo letu moja ambalo tumeliweka kama club tutafikia malengo. Kwa kuhitimisha, baridi ni kali Morocco hapa, lakini huu uwanja wa mazoezi ni mita chache kutoka uwanja ambao mechi itachezwa. Mohamed wa tano nyuma hapo ambako huwa ni pagumu. Hata kocha Ibenge amesema mashabiki wanakuwa ni wengi kwa sababu ameshafundisha hapa RS Berkane. Kwa hiyo purukushani si ndogo, lakini anasema mtakuwepo hapa kushindana lakini pia kujifunza, kwa sababu bado Azam inajengwa, inaendelea kuwa imara zaidi. Zungumza na mashabiki wa Azam ambao wako mbali sana na Morocco, unawaambia nini? Well, tumekuja mapema kwanza ili kuizoea hii hali ya hewa, ni hali ya hewa ya baridi, na tuna train uwanja wa karibu kabisa na uwanja wa Mohamed wa tano. Hizi ni Mohamed wa tano Annex ambazo zilikuwa zinatumika pia kuziandaa timu kwa ajili ya michezo mbalimbali ya AFCON ambayo ilichezwa hapa. Lengo ni kuwa familia na mazingira, lengo ni kuwa familia na hali ya hewa. Kwa hiyo mashabiki wetu tuwaambie tu kwamba tuko tayari, sisi ni jeshi kabisa, tuko tayari, tutakwenda kuipigana vita na Mwenyezi Mungu akipenda tutashinda huu mchezo. Cha mwisho kwa ufupi, bonus mzigo upo kwa wachezaji? Ukiuliza bonus ya Azam Football Club nafikiri unauliza kwamba ng'ombe anatoa maziwa. Kwa hiyo ng'ombe huyo anatoa maziwa na kila kitu kiko sawa. Sisi huwa ni utaratibu wetu tu wa kawaida. Ni utaratibu wa kawaida. Kikubwa ni hamasa ambayo imeendelea kuwekwa na viongozi wetu na morali ambayo wameipata wachezaji. Tutafika nchi ya ahadi. Kila la heri Hashim. Shukrani sana Baraka. Bana, ni Hashimu Ibwe, hodari kweli kweli, mashallah, msemaji na ofisa habari wa Azam FC. Bili Msumi, hapa Morocco ni baridi. Ungekuja wewe ambaye ni mwepesi ungekimbia, lakini niko imara. Mimi ni Baraka Mpenja, tukutane wakati mwingine kutoka viwanja vya mazoezi vya Mohamed wa tano. Kwenu mshike Dar es Salaam. Asante sana Baraka Mpenja. Naamini kwamba mwamba wa Malilo alikutana na mwamba wa Morocco. Huu ni mshike. Hapo awali Baraka Addison Mpenja, kabla ya kuzungumza na kuungana nami wakati huu pamoja na Hashim Ibwe, alizungumza na kocha mkuu wa kikosi cha Azam Football Club Flora Ikwenge Ibenge pamoja na nyota wa kikosi hicho Rusajo Elkaga Mwikenda pamoja na Himidi Mao Mkami. Ni ndani ya viwanja vya mazoezi katika dimba la Mohamed wa tano Casablanca, Morocco. Mazoezi ya kwanza ya Azam FC kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya makundi, na huu ndio mchezo wa kutamatisha hatua ya makundi. Wachezaji wametoka Dar es Salaam, safari ndefu, wamefika hapa kwa ajili ya kufanya mazoezi mepesi, kunyosha misuli kwa ajili ya mazoezi mengine ya pili na ya tatu ambayo yatakuwa ni ya mwisho katika uwanja huu wa Mohamed wa tano. Nimezungumza na kocha Flora Ibenge wa Azam FC ambaye amezungumza kimtego kwamba mchezo wa Jumapili dhidi ya Wydad ni mchezo wa kujifunza zaidi na ni mchezo ambao utakuwa na mashabiki wengi. Kwa hiyo kwao itakuwa ni fursa nzuri ya kujua namna pressure inavyokuwa kwenye mchezo ambao pia wanahitaji alama tatu za kuitafuta robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. With Azam we are in the processes, you know. We want to be in the future years one of the best team in Africa, so we have to play against this kind of opponent.
Bado tupo kwenye mchakato wa kuijenga Azam FC ili iwe klabu kubwa Afrika katika siku zijazo. Hivyo ni lazima tucheze na wapinzani wa aina hii na tujifunze, kwa sababu Jumapili uwanja utakuwa wa moto. Mashabiki wa Wydad ni miongoni mwa mashabiki bora Afrika. Hivyo hali ya uwanja itawafanya wachezaji wetu waweze kucheza katika hali hiyo, ili siku zijazo nasi tuweze kucheza kwa ufahari zaidi. Hivyo tutajifunza, lakini kama itakuwa ngumu kwetu, basi tutaifanya iwe ngumu zaidi kwa Wydad. If it will be difficult for us, we want it to be also maybe most difficult for Wydad. Hayo ni maneno ya kocha Florent Ibenge. Nimezungumza pia na mchezaji mwandamizi wa kikosi cha Azam FC Himidi Mao Mkami na nahodha Lusajo Mwaikenda. Wao wanajisikia fahari kiasi gani wakiwa na alama 9 katika kundi lao, lakini wamebakiza hatua chache za kuitafuta robo finali katika mchezo wa mwisho, na huu ni mtazamo wao. Of course mchezo utakuwa mgumu. So far kwenye group yetu hamna mtu ambaye na 100% ya kuwa amesema amequalify. So nafikiri mchezo mgumu kwetu na kwao pia. Lakini tukiongelea kwa upande wetu sisi kama Azam FC, lengo letu ni moja, kuweza kupata matokeo ambayo yatasaidia kufuzu kwenda hatua inayofuata. So nafikiri hicho ndio kikubwa ambacho kipo mbele yetu regardless ya ugumu wa mchezo uliokuwepo. Tunategemea mchezo mgumu kutoka kwao. Kila mtu anafahamu quality walikopo nayo Wydad ni quality nzuri kwa Afrika yetu, na wachezaji wote wa Azam FC na viongozi wetu tunalifahamu hilo, na kila mtu ataweka 100% katika mchezo huo ili mradi tuweze kupata point 3. Jumapili itakuwa ni siku ya kufa au kupona kwa matajiri wa jiji Azam FC. Wanaweza kwenda robo finali, ni mechi ambayo itaamua siku hiyo. Mimi ni Baraka Mpenja kutoka hapa Morocco, ndani ya viwanja vya mazoezi katika dimba la Mohamed wa 5. Turejee hapa nyumbani Tanzania, ambapo kuelekea mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika utakaokutanisha Simba Sports Club mnyama mkali ikiwa kwenye uwanja Benjamin Mkapa dhidi ya Stade Malien ya Mali. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali ameeleza maandalizi yao na kusema wachezaji wote wapo timamu isipokuwa mlinzi Wilson Nangu ambaye ni majeruhi. Maandalizi ya mchezo huu tayari yameanza mara baada ya kumaliza mchezo dhidi ya KMC. Moja kwa moja vijana wakaelekea kambini kwa ajili ya kuendelea na programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo huu. Maandalizi ya mchezo huu tulianza kuyafanya tangu tumerejea kutoka Angola. Tukaingia kambini tukiwa tunafanya maandalizi ya double impact. Tunafanya maandalizi ya kujiandaa na KMC, tukafanya na maandalizi vile vile ya kujiandaa na mechi hii dhidi ya Stade Malien. Tumemalizana na KMC na sasa tunaendelea na maandalizi dhidi ya Stade Malien, na kwa upande wetu kila kitu kinakwenda vizuri, na kesho Ijumaa tutakuwa uwanja Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Hali za wachezaji wetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, zinaendelea vizuri. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Hakuna hata mmoja ambaye ana changamoto ya majeraha, ukimtoa Wilson Nangu ambaye yeye aliumia katika mchezo wa ligi kuu hapa nyumbani, na baada hapo amekuwa nje akiendelea na matibabu. Taarifa mpya ni kwamba mwishoni mwa wiki hii tutampeleka Afrika Kusini kwa ajili ya kwenda kufanyiwa operation. Ameumia kifundo cha mguu, ule mshipa wa kifundo cha mguu huku nyuma ndicho ambacho kimeumia. Kwa hiyo atakwenda Afrika Kusini mwishoni mwa wiki hii kwa ajili ya kwenda kufanyiwa operation, na baada hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema atakuwa nje kwa muda gani. Kwa upande wa Yakub Ali Suleiman, mlinda mlango, maendeleo yake ni mazuri na muda wowote atarejea katika kikosi kwa ajili ya kuendelea kuitumikia timu yake pendwa. Katika upande mwingine, meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali ameongeza kwamba timu yao haitokubali kupoteza mchezo wa nyumbani, huku akieleza kibarua kigumu cha kurudisha imani kwa mashabiki na wanachama wa klabu yao kuelekea mechi hiyo dhidi ya Stade Malien. Regardless of matokeo ya kwamba tumepoteza, hatuendi robo finali na kila kitu, lakini mchezo huu dhidi ya Stade Malien kwetu ni mchezo muhimu kweli kweli. Nitatoa sababu kama 3 hivi kwa nini mchezo huu ni muhimu sana
kwa Simba Sports Club. Kwanza ni kwa heshima ya Simba Sports. Tunahitaji kupata ushindi katika mchezo huu kwa ajili ya kulinda, kuitetea na kuipigania heshima ya Simba Sports. Hata kama tumefanya vibaya hatua ya makundi, lakini hatutakiwi kuendelea kufanya vibaya zaidi katika hatua ya makundi. Kufanya vibaya zaidi maana yake ni kwamba ni kupoteza hata mchezo huo wa mwisho, huko ndiyo kufanya vibaya zaidi. Maana yake tunataka kwenda kusimika heshima ya mnyama katika mchezo huu. Lakini nyote nyie ni mashahidi ya kwamba msimu huu hatujapata ushindi hata mchezo mmoja Benjamin Mkapa. Kuanzia mechi ya awali, ikaja mechi ya kwanza, zikaja mechi za makundi, mechi zote tumepoteza ama tumepata sare. Haya ni matokeo ya fedheha vibaya mno kwa Simba Sports Club. Matokeo haya ya kutopata ushindi katika uwanja Benjamin Mkapa yametengeneza fikra kwa vichwani mwa mashabiki wetu ya kwamba uwanja ule ni mgumu, uwanja ule hautawaliki, uwanja ule hatuwezi tena. Tumeipoteza dhana ya kwa Mkapa hatoki mtu. Hakuna mwana Simba mwenye imani tena na Simba anapokuwa Benjamin Mkapa. Imefikia wakati wana Simba wana imani na Simba yao anapokuwa ugenini huko, lakini anapokuwa Benjamin Mkapa wana Simba hawana imani hiyo. Mechi dhidi ya Stade Malien ni mechi maalum kwa ajili ya kwenda kuondoa na kufuta hii dhana ambayo mashabiki wetu wamekuwa nayo msimu huu. Tunakwenda kurejesha dhana ya kwamba kwa Mkapa ni nyumbani kwetu Simba Sports na kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kurejesha imani ya mashabiki wetu ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa sisi tunaumudu na tunauweza kweli kweli. Mechi hii dhidi ya Stade Malien lengo lake ni kwenda kurejesha hiyo confidence ya wachezaji pamoja na mashabiki. Mbali na hayo, Ahmed Ally amewataka na kuomba mashabiki na wanachama wa Simba kuungana na kujitokeza kwa wingi katika mchezo huo ili kuwapa nguvu wachezaji wao, kwani umoja ni nguvu. Mechi hii ya Jumamosi, ni waombe ndugu zangu wana Simba, tuache kupiga hesabu, tuache kuangalia tukishinda tunapata nini, tuache kufikiria sasa hatujakwenda robo finali, tuache kusononeka hatujafuzu safari hii, tuache kulalamika na kulaumiana. Tukubali tu ya kwamba mwaka huu mnyama hakuwa sawasawa. Kwenye mechi za mwanzo tumeshindwa kufuzu, hatujakwenda robo finali. Yaani tukubali kiroho safi ya kwamba mwaka huu tumeteleza, tunajipanga kwa ajili ya mwaka ujao. Tukisha kubali kiroho safi, maana yake tunafungua nafsi kila mwana Simba tarehe 14 aje Benjamin Mkapa kiroho safi, aje kuiunga mkono Simba yake. Twende tuwafikishie ujumbe wachezaji wetu kwa pamoja kwamba mmetupa heshima kubwa Afrika, mmetupeleka robo finali mara 7 mtawalia. Mwaka huu kwa bahati mbaya mmeanguka, lakini sisi bado tuko pamoja na nyinyi. Tujiandae kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama msimu unaokuja. Hasa ujumbe huu wa kuwapelekea wachezaji wetu tunatakiwa twende tukaupeleke sisi wana Simba kwa wingi wetu. Maana yake ni kwamba hakuna mwana Simba anatakiwa kubaki nyumbani siku hiyo. Hii ni siku ya mashabiki kwenda kuzungumza kwa vitendo na wachezaji wetu ya kwamba msijali, tulisimama imara pamoja, tumeteleza pamoja, tunanyanyuka pamoja. Wakati hayo yakiwa ya meneja habari na mawasiliano wa klabu soka ya Simba Ahmed Ally, nao baadhi ya mashabiki wa Simba wametamba timu yao kupata ushindi dhidi ya Stade Malien katika ligi ya mabingwa Afrika, wakisema wanataka kuweka heshima licha kutokuwa na nafasi ya kufuzu hatua ya robo finali. Mchezo wa mwisho raundi ya 6 dhidi ya Stade Malien kwetu sisi haina haja ya kupoteza kwa sababu ya renki za CAF. Renki za CAF zingatia sisi tupo nafasi ya 5. Kwa hiyo mechi tukipoteza tutashuka renki. Itabidi tushinde tulinde renki yetu. Kwa kweli mechi ya mwisho hapa na uhakika atakufa Stade Malien. Kwa kulinda heshima klabu yetu ya Simba, na imani kabisa kama wachezaji wetu watapambana ili watoe matokeo chanya. Sio kama mchezo uliopita, kwa sababu tulianza vizuri tukamaliza vibaya.
Kwa imani yangu hata kama tumetolewa, lakini jinsi spirit ya wachezaji sasa hivi jinsi ilivyo na timu ishaanza kuwa na muunganyiko wa kipindi kifupi, na imani yangu kwamba tutafanya vizuri kwenye mchezo huu ili kwa kulinda heshima tu ya klabu yetu ya Simba. Mpira una matokeo matatu. Kwanza ni ushindi, sare na kufunga. Kwa haya matarajio yote matatu sisi tunayatarajia kwenye mchezo wa mpira. Hatulazimishi kwamba sisi tunaweza tukafunga, tunaweza tukaingia uwanjani tukatokana na matarajio ya kushinda, lakini wenzetu wakatutizidi kete ya mpira na sisi tukapotea tukafungwa. Inawezekana tukafika tukachoshana pumzi tukatoa sare, na inawezekana sisi wao wakatufunga au sisi wao kuwafunga wao, ila 100% tunahitaji ushindi ili tuweze kufikia malengo yetu, japo kwa kidogo tulichoanza nacho tuweze kufikia juu kwa kile ambacho tulichokuwa nacho. Hao ni mashabiki wa Simba wakiweza kuzungumza hayo. Tutoke hapo tuelekee mkoani Morogoro, ambapo baadhi ya mashabiki wa soka mkoani Morogoro wamesema licha ya hadi sasa kutokuwepo kwa timu ya Tanzania inayojihakikishia kutinga robo fainali ya Ligi ya Mabingwa ama kombe ya shirikisho Afrika, bado ana matumaini ya kufanya vizuri katika michezo ya mwisho na kupata timu itakayocheza hatua hiyo. Kwa timu yangu kwa hapa ambapo ilipokuwa imefikia, mimi sina shaka nayo, na tuwaahidi Watanzania wote kwa ujumla wake, wale ambao wanaopenda wana Jangwani, kwamba Yanga lazima itafuzu kwenda katika hatua ya robo finali. Kwa hapo JS Kabylie wakifika hapa ndani ya dimba letu, kama kwao tumetoa sare, basi hapa kwetu sisi Amani New Complex atoki mtu, lazima wataumia. Pointi 3 muhimu na robo finali Yanga inafuzu. Kama tuliweza kusuluhu nayo kwao wale, maana wakija hapa pale New Amani Complex, basi tumempiga ndogo 4. Tutakachoweza kusema kwa wale ni kwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, wametoa, jina lake lihimidiwe. JS Kabylie anakufa 4, Yanga tutasonga hatua ya robo finali. Tumemaliza daima mbele, nyuma mwiko. Kwa hiyo nafikiri wakicheza kwa ushirikiano kwa pamoja, mimi nafikiri magoli yatakuwa mengi ya kutosha na tutafuzu bila kuwa na shida yoyote hiyo. Mechi ni muhimu kwetu na inatakiwa tushinde. Kwa hiyo JS Kabylie akija hapa kwa Amani Zanzibar, uwezekano wa kufungwa upo, kwa sababu ni mechi muhimu kwa Yanga na inatakiwa tupate matokeo tuweze kwenda robo finali. Kwa hiyo ushauri wangu kwa mashabiki wenzangu wa Tanzania na wazani. Yes, tuombe radhi kidogo kutokana na sauti hii hapo, kutokana na video hii hapo, lakini tutakuja kusikia hapo baadaye mashabiki wa soka mkoani Morogoro wakiweza kuzungumzia kuhusiana na kile ambacho wanachokiona. Lakini tujikumbushe tutakaporejea, miongoni mwa taarifa ambazo tutakuwa nazo ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC, ambapo Dodoma Jiji ikichapa TRA United kwa kichapo cha mabao 3-0. Na kocha mkuu wa kikosi cha England Mjerumani Thomas Tuchel aongezewa mkataba mpaka 2028. Huu mshike. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Mimi ni Saidi Saleh Msumi. Tuangazie mengi makubwa ambayo tumekuandalia katika siku ya leo, lakini miongoni mwa vitu ambavyo unapaswa kuvijua ni kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo tumeweza kuandikia katika mitandao. Lakini kwa wakati huu hapa ni mkaribishe mchambuzi wangu Andrew Kinga Mkono, zamani akiwa anacheza kunaitwa Andrew Cole. Sijui kama sasa hivi mambo yanakwenda vipi? Mambo yanaenda. Tuko vizuri? Tuko vizuri kabisa. Mambo yanakwenda vizuri. Mambo yanakwenda vizuri. Watu waweza timu yako vipi ile? Liverpool yangu najitafuta. Mambo sio mazuri sana, lakini tunajitafuta. Tutakaa vizuri. Tuangalie swali ambalo tumepokea mtandaoni siku ya leo, ambapo tumeuliza, unadhani timu za Tanzania zinazidiwa kitu gani kwenye michuano ya CAF hatua ya makundi? Na umetuandikia maoni yako ambayo umeweza kutuandikia katika ukurasa wetu wa Azam Sports Instagram. Dula Omi: uwekezaji mdogo, kwa hiyo hatuwezi pata quality player kama wenzetu, na ndoto zetu kila siku tutakuwa tukiwaza robo finali tuna sio ubingwa. Umeandika hivyo. Wakati Khalfan Hemed umeandika kutoka Arusha Mianzini: nadhani quality kidogo na maandalizi, ila sio kwamba wamezidiwa pakubwa. Pia timu zetu zinakuwa na hofu wanapocheza na timu za kaskazini. Wakati Bura Muhammad umeandika nipo Kolowasi Kondoa: tunazidiwa ubora kwa wachezaji, ila kwa sasa timu za Tanzania mfano Simba, Yanga, Azam na Singida nazo zinajaribu kuchukua wachezaji wakubwa, lakini bado hatujawafikia Magiant wa kaskazini. Nimependa hiyo Magiant yako ulivyoandika. Ila timu za Tanzania zilipofika si haba. Huu
Huu ni mtazamo wako katika ukurasa wetu wa Instagram, lakini upande wa Facebook Saleh Nyanzobe umeandika ushirikiano baina ya timu za nyumbani. Sisi Tanzania timu zetu hazishirikiani hata kimawazo jinsi ya kumkabili mpinzani kutoka nje. Sijui kama Zamalek na Al Ahli wanashirikiana ama la, lakini mtazamo wako. Bosco S Kazmili anasema Wakatoro Ishokela, naona ni mbinu za makocha na wachezaji wa timu pinzani kujituma tofauti na sisi, maana ukisema wachezaji wa daraja la juu kutuzidi sio kweli. Hawa wachezaji tupo nao hata sisi, tena wengine tunawazidi. Wakati Kwigezi Shedrack wa Kasulu Kigoma namba 1 wa Bongo, tuna roho mbaya sisi kwa sisi. Mtazamo wako. Maandalizi tunafanya kidogo, tunataka mafanikio makubwa. Wachezaji tulionao wamesharidhika na mafanikio ya kushinda kombe la NBC. Mtazamo wa mashabiki, ushirikiano nimechagiza hapo kwamba Al Ahli na Zamalek haiwezi kutokea. Yani ushirikiano hauwezi kuwepo. Yani ni aina ya maisha ya mpira. Kama tunavyoona hapo, kubwa nilichokiona ni tuzungumzia maandalizi. Ni kweli maandalizi ni kidogo. Yani maandalizi kidogo sio kwamba timu zinajiandaa kwa ajili ya kucheza tu mashindano. Maandalizi yanatakiwa ligi yetu nzima ionyeshe ligi hii inaleta ushindani ambao mchezaji atakuwa yuko tayari kucheza kwenye viwango vingine zidi ya wachezaji wengine, timu nyingine bora. Kwa hiyo maandalizi yetu ya ligi ndio yatakayoamua kwamba tuna aina gani ya timu kuwa bora. Kuliko hii tunakuwa na kikundi cha timu chache ambazo zina 100% zidi ya timu nyingi ambazo ziko chini. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio changamoto ambayo tunayo kwenye ligi yetu ya NBC. Kwa hiyo lazima timu zingine zote ziongezeke, viwango vyao vikue. Nadhani uwekezaji unaenda kidogo kidogo. Kwanza kuchagiza huko. Tuangazie Young Africans wamesafiri, wameelekea Zanzibar Kigamboni, wenyewe wanapaita Guantanamo, kwa timu ambazo zinacheza katika michuano ya kimataifa. Safari ya Pedro na safari ya matumaini ya Young Africans Jumapili dhidi ya JS Kabylie. Kwenye hesabu zetu zile za tukiwaki unaona kuna nafasi ipo, kwa sababu Yanga atakiwa ashinde goli 2 alafu aombe Al Ahly amfunge Esfar goli 1 bila. Hapo safari yao Yanga itakuwa imetimia. Na hii naiona Al Ahly wamepania kweli, hawataki mchezo. Wameruhusiwa kuingiza mashabiki full house kwenye uwanja wa Cairo Stadium. Nimeona taarifa yao jioni hii, serikali imewaruhusu, waziri wa ulinzi amewaruhusu. Kwa hiyo Al Ahly watafanya kazi yao. Watakwenda na timu kamili uwanjani, ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Mtihani kwa Yanga tu kuendeleza kile kufanya. Na ninachowaona Yanga katika zile orodha timu ambazo zinafunga magoli machache, Yanga ni miongoni mwao. Wamefunga magoli 2 tu kwenye mashindano hayo mpaka sasa hivi. Na wenzao wanakutana nao na wenyewe wamefunga goli 1 tu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo wanakutana timu 2 ambazo zina safu dhaifu ya ushambuliaji. Muone japokuwa tunaona Yanga wana ushambuliaji bora, lakini zidi ya timu za ligi kuu ya ndani. Kimataifa Yanga msimu huu wamekuwa na safu dhaifu ya ushambuliaji ambayo inawapa changamoto. Nadhani wangekuwa na timu bora kidogo kwenye ushambuliaji, wangekuwa na nafasi kubwa sana kufanya vizuri kwa mashindano haya msimu. Tumangalie matajiri wa jiji Azam Football Club wako Morocco. Flora Ibenge amezungumzia ubora wa Wydad, mashabiki na kadhalika. Nafasi nyingine ya Azam kushiriki kwa hatua ya makundi shirikisho, alama 9, wanasaka alama 3 muhimu bila kuangazia matokeo mengine kwanza. Kwanza nampongeza Ibenge. Nimeona amejua namna ya kucheza mashindano ya Afrika, hasa kwenye hizi hatua za makundi. Ameweza kukota 6 kwa Nairobi United, amekuja tena ameokota 3 kwa Maniema na 9 zake mkononi. Sasa anakwenda Wydad. Anajua mechi ni ngumu na umemsikia amekiri kabisa kwamba mechi itakuwa ngumu ndani ya uwanja na nje ya uwanja, kwa sababu anajua wale jamaa wanataka, kwa sababu na wenyewe pamoja na alama zao 12 bado hawana uwezo wa kwenda. Kwa hiyo mechi ambayo itakuwa ngumu, na aliwaonyesha kitu hapa Dar es Salaam. Azam ilicheza vizuri sana kwenye ile mechi japokuwa alifunga goli 1. Kwa hiyo hata Wydad wanajua kwamba wanakutana na Ibenge, aliwaonyesha kile alichokionyesha Dar es Salaam, hata kule atakwenda kuwaonyesha na amekaa naye pale. Kwa hiyo wanamjua. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ngumu kwa Azam, lakini naamini wao wakaenjoy kucheza mpira, wakafurahia kucheza mpira, wacheze mpira wao, wasijipe tabu. Mechi yao walicheza Zanzibar. Tutegemee matokeo ya kushangaza kwenye kundi hili. Inawezekana dhidi ya Nairobi, Azam wakiwa wanacheza dhidi ya Wydad. Nairobi kwa hali yao ilivyo siwaoni kama watakuwa, japokuwa mpira wanadunda, lakini Nairobi kwa hali yao ilivyo, afu wanakwenda Kinshasa na Maniema anajua akipoteza anakuwa mechi kwa Nairobi itakuwa ngumu sana. Siwaoni jinsi ya uchezaji wao, ulinzi wao siwaoni vizuri, lakini Azam wanaweza kuwavuruga Wydad. Wakilazimisha wanaweza kupata sare au wakashinda mechi. Magoli yako unazidi kuyafunga kama Endukore.
kama kawaida. Asante. Asante sana. Ni Andrew Kinga Mkono. Shukrani sana tukijumuika naye baadaye. Ni Andrew Kinga Mkono nikiweza kuzungumza naye kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo katika uchambuzi. Lakini kwa wakati huu tuangazie ligi kuu ya NBC. Mchezo mmoja umechezwa leo ambapo kikosi cha Dodoma Jiji Football Club chini ya Amani Josia wameibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya kikosi cha TRA United. Bao la kwanza hilo hapo likifungwa na Faraji Kayanda, nyota wa zamani wa Ken Gold, kwa sasa akitumikia Dodoma Jiji Football Club baada ya kupata cross ya Helfin dakika ya 15. Baadaye Dodoma Jiji wakaweza kuandika bao la pili likifungwa na nyota Gadiel Michael Kamagi, nyota wa zamani wa Azam Football Club, Young Africans, Singida Black Stars, na sasa akitumikia kikosi cha Dodoma Jiji Football Club. Wakati bao la tatu kwa upande wa kikosi cha Dodoma Jiji Football Club limefungwa na Edgar William, alifunga bao la tatu na kuhitimisha karamu ya mabao 3-0 dhidi ya kikosi cha TRA United. Ushindi huo umeifanya Dodoma Jiji kufikisha alama 20 katika nafasi ya 6 baada ya kucheza mechi 15, huku TRA ikishika nafasi ya 11 ikiwa na alama 13 katika nafasi ya 12. Katika mchezo huo magoli kama nilivyokuambia, Faraji Kayanda, Gadiel Michael pamoja na Edgar William. Kwa wakati huu tuweza kusikia makocha walichokizungumza baada ya mchezo huo kumalizika. Kwanza niseme one of the best team kwenye ligi. Kumradhi kutokana na taarifa hiyo tutakuja kusikia hapo baadaye. Lakini katika hatua nyingine, ligi kuu ya NBC inataraji kuendelea hapo kesho, ambapo kikosi cha JKT Tanzania wenyewe watawakaribisha Coastal Union, ambapo kocha mkuu wa kikosi cha JKT Tanzania Ahmad Ali na nyota Maneno Hamis wamezungumza kuelekea mchezo hapo kesho. Kwanza niseme one of the best team kwenye ligi Coast, na iko na kaka yangu Muya, ni kocha mmoja wa makocha bora Tanzania, na appreciate kwa kile ambacho iko nacho. I think haitakuwa mechi rahisi kwa sababu labda tuko nyumbani ama tuna home advantage, lakini jinsi ambavyo ligi ipo, kujaribu kuangalia wametoka kufanya vizuri away, au jinsi ambavyo wanacheza away, unaona jinsi ambavyo wapo. So haitakuwa mechi rahisi kwangu, kwa kuona jinsi gani ambavyo tunaiendea kosi, tuna tahadhari zote na kuheshimu na kurespect timu ya Coast, na tunajua kabisa haitakuwa mchezo rahisi. Kwa ujumla maandalizi yote yameenda vizuri mpaka kufikia muda huu. Namshukuru Mungu, wachezaji wote tuko salama, tuna hali nzuri, tuna morali hali ya juu kuelekea mechi yetu ya kesho. Tunajua kesho tunaenda kukutana na wapinzani wagumu. Ukiangalia mechi yao iliyopita wamepata matokeo mazuri away. Kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi, ila kikubwa kwetu sisi ni kuwa bora katika kila nyakati, kila moment, kwa mmoja, kwa timu nzima kuwa bora katika kila matukio. Kwa hiyo tunafahamu bora wapinzani wetu, wana wachezaji wazuri, experience, lakini kwetu tunajua malengo ambayo tuko nayo kichwani. Tutaingia kwa ajili ya kuipambania nembo yetu ya JKT Tanzania na kupata alama 3. Kwa upande wao Coastal Union na Mangushi kupitia kwa kocha mkuu wa kikosi hicho Mohamed Muya pamoja na mchezaji Bakari Msimu, wao wamesema wapo tayari kuwakabili wapinzani wao JKT Tanzania kwenye mchezo utakaochezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel Mbweni jijini Dar es Salaam. Tumemaliza mechi juzi pale Mbeya, lakini tumesafiri usiku ule tumefika hapa jana. Alhamdulillah, tumeamka asubuhi ya leo kufanya stretch kidogo, kuangalia hali za wachezaji. Wachezaji wote wako vizuri. Kikosi kilichosafiri nacho kiko tayari kabisa kwa mchezo wa kesho. Jioni ya leo tutakwenda kiwanjani kuangalia kufili uwanja. Lakini pia vile vile tunaendelea kuwajenga wachezaji, kwa sababu muda wa preparation unasema kwamba kuna mambo ya kifiziki tutafanya, hakuna, ni recover, lakini kutengeneza hamu ya mechi siku ya kesho. Kingine ni kuwajenga kisaikolojia, match analysis mazuri tuliyofanya katika mechi iliyopita, lakini yale ambayo tupa changamoto tuwaelekeze wachezaji ili asiweze kujitokeza katika mechi ya kesho. Kwa hiyo kwa ujumla tuko vizuri na tayari kwa mechi ya kesho. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, tumejiandaa vizuri katika mchezo huu. Tumefanya maandalizi yote. Maandalizi yamefanyika vizuri katika mchezo huu, na leo tunakwenda kumalizia maandalizi kwa ajili ya mchezo huo, na nina imani
kama mechi iliyopita tumepata ushindi, inshallah na mechi hii tunaenda kupata ushindi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na rehema zake. Huyu ni Bakari Msimu. Mechi iliyopita alikuwa man of the match, alichangia mabao mawili, alifunga bao mawili na kutoa assist bao moja na kwenye ushindi wa bao 4-1 dhidi ya Tanzania Prisons. Tuangazie taarifa nyingine ambapo ofisa habari wa JKT Tanzania Masau Kuriga Bwire amesema kichapo cha kizalendo kwa wapinzani wao hakikwepeki na amewapa salamu Coastal Union kuelekea mchezo hapo kesho. Kuna ushindani mkubwa. Coastal Union sio timu ya kubezwa, sio timu ya kudharauliwa. Ni timu kongwe katika ligi na uzoefu, na hata wachezaji ilionao ni wachezaji ambao wengi wao wamecheza ligi kwa muda mrefu. Kwa hiyo wana uzoefu na wanaweza. Lakini sisi kwa sababu tuna malengo yetu ambayo tunahitaji tuyafikie, na ili tufike huko lazima tushinde mechi zetu. Kikosi kimeandaliwa, vijana wako tayari, morali iko juu, na ninaamini kwa malengo tulionayo, uwezo wa kikosi chetu, uwezo wa benchi la ufundi linaloongozwa na kijana Mtanzania mahili Ahmad Ali, tuna hakika kabisa kwamba tunakwenda mle. Kichapo cha kizalendo kama tulivyosema kwa sasa hakiepukiki. Sidhani kama watakihepa hawa. Sina hakika kama watakikwepa, na wao wanajua kwamba ni mechi ya aina gani. Kikubwa sisi tunachohitaji ni alama 3. Tumeshinda goli ngapi? Hayo ni mapenzi ya Mungu. Sasa vita yenyewe ya maafisa habari inazidi kupamba moto, ambapo ofisa habari wa Coastal Union Hussein Mchomvu amewataka mashabiki wajitokeze kwa wingi kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo wakiwakabili JKT Tanzania, akisema kesho ni furaha tu na si vinginevyo kama ilivyoanzia kwa Tanzania Prisons. Cha muhimu ambacho watu wa soka wanatakiwa kufahamu, tunaingia kwa mchezo huu tukienda kutafuta alama 3. Kwa sababu mchezo uliopita tumefanikiwa kupata, lakini ukiangalia michezo yetu mitatu ya nyuma graph ya matokeo yetu haijakaa vizuri. Tumepoteza kwa goli 3 dhidi ya Pamba, tumedraw michezo miwili tukiwa nyumbani, lakini tumeshinda mmoja dhidi ya Prison. Kwa hiyo kesho inshallah dhidi ya JKT tunakwenda kutafuta alama 3. Mwalimu wetu ameshamaliza kazi kwenye uwanja wa mazoezi, kilichobaki sasa ni kuingia uwanjani kwenda kukifanyia kazi kile ambacho mwalimu amekifanya kwenye uwanja wa mazoezi. Lakini tunashukuru mchezo dhidi ya Prison umetupa morali zaidi, hata kwa wachezaji, mashabiki, viongozi wetu pia wamezidi kutupa support ya kutosha kuhakikisha timu inafanya vizuri. Kwa hiyo pongezi kubwa kwanza pia ziende kwa viongozi, mwenyekiti wetu Hassan Musini nafanya kazi nzuri kuhakikisha timu inakuwa settled na tunaweza kupambana kwenye mechi zetu za ligi kuu. Kikubwa kesho, shabiki wa Coastal Union popote ulipo, uko Dar es Salaam, uko Tanga, na wale ambao wanaandaa logistics za kuja, tuna takriban kama Costa 3 hivi zinatoka Tanga kuja hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kutupa support. Njoeni kwa wingi sana kesho, tuje tupate furaha kwa pamoja pale Meja Samuyo. Vile vigoma vile vinapigwa Samuyo kesho pale live kwa kisha timu yetu inatoka na alama 3. Baada ya hapo turudi nyumbani Tanga. Kutokana na mwendelezo mbaya katika ligi kuu ya NBC msimu huu 2025-26, KMC FC inayoburuza mkia katika ligi hiyo imeweka wazi mipango yake kujinasua kutoka mkiani. Ofisa habari wa KMC Khalid Chukuchuku ameelezea mikakati yao kuhakikisha hawashuki daraja kwa msimu huu 2025-26. Kwanza tunamshukuru Mungu, kila kitu kinakwenda vizuri, na jana tumetoka kucheza mchezo wetu dhidi ya Simba, lakini kwa bahati mbaya tulishindwa kupata matokeo. Tumepoteza kwa margin ya mabao 2-0, lakini kwetu kuna vitu positive tumechukua kama management ya team. Watu wengi wanatuona tuko tumebeba timu zote kwenye msimamo wa ligi kuu, lakini hii haitufanyi tuamini kwamba ndo tunatakiwa tukate tamaa. Tuna nafasi nyingine ya kupambana, kupush kwa uwezo wetu katika michezo mingine 15. Kuna alama 45 za kupigania. Mathematical kama utapata alama 23 kwenye alama 45, maana yake una uwezekano mkubwa wa kusalia ligi kuu. Na kuna uwezekano kwa sababu tushaye kupitia situation kama hizo, tumewahi kucheza playoff na Mbeya City. Kwa hiyo tutapambana, ikitokea tumedondoka kabisa basi tudondoke kwenye playoff, lakini malengo ya sasa ni kupambana kutoka kabisa chini, tusishuke moja kwa moja wala tusicheze playoff. Na mipango imeanza ofisini, management ya klabu imeanza kutia nguvu, naamini kuelekea kwenye michezo ambayo inafuata itakuwa ni michezo mingine tofauti na tutakuja kupambana. Uzuri tuna mapumziko tena ya kwenda kuiboresha timu yetu, mapumziko ambayo
almost tutatumia kama wiki mbili kabla ya kurejea mchezo mwingine wa ligi kuu. Tutakuwa na michezo ya FA hapo. Naamini kwenye hiyo michezo ambayo itakuja, ukipo mchezo dhidi ya Tanzania Prison, lakini pia baadaye Mbeya City, ni michezo ambayo iko wazi, tunakutana na timu ambayo tuko nao daraja moja. Kwa hiyo tutapambana kupush kuweza kupata matokeo katika hiyo michezo. Naamini ukiangalia msimamo, tofauti ya alama kati ya sisi, Prison, Mbeya City, Fountain ni kama ziko karibu sana. Kwa hiyo sisi tutapush kwa overtake hao ambao wako juu yetu, na naamini mwisho wa msimu tutakuwa tumekaa katika eneo zuri, eneo salama, na tutasalia ligi kuu. Tunafahamu ofisa mtendaji mkuu wa klabu ya Tanzania Prisons wa Jerajera Godfrey Madegwa amekanusha uvumi unaoenea kwenye mitandao ya kijamii juu ya kufutwa kazi kwa kocha wao Zedekia Otieno, raia wa Kenya maarufu kama Zico. Madegwa amewataka wapenzi na mashabiki wa timu hiyo kuwa na utulivu wakati uongozi huo ukifanyia kazi swala hilo, na kwamba itakapokamilika watatoa taarifa rasmi kama wataachana kocha huyo ama vinginevyo. Kimsingi mpaka sasa hivi bado officially hatujatoa taarifa ya kwamba tumeachana na kocha wetu au la. Lakini sisi ni taasisi, najua sisi ni taasisi ya serikali na ni taasisi ya kijeshi. Kwa hiyo kuna mambo ambazo taratibu lazima zifuatwe, na ikumbuke kwamba huyu ni kocha mgeni. Kwa hiyo lazima tuanze kufuata taratibu kama tunataka tuachane naye, and then zile taratibu zikamilika. Sana ni taratibu za kimikataba ya kama tunaachanaje, and then tuachane ile amicably, kifriendly, ili to make sure kwamba hakuna mmoja wapo ambaye ataleta sintofahamu. Sisi ni taasisi kama nilivyokuambia, kwa hiyo lazima tufuate sheria za nchi, lazima tufuate sheria za mpira, ili sionekane kwamba sisi kama taasisi tumeviolate sheria. Kwa hiyo kilichopo sasa hivi ni utaratibu tu, tunaangalia utaratibu tunaweza tukaachana naye vipi, lakini official kuachana naye bado. Kama taratibu zote zikitimia na mifumo yetu ilivyo, ni kwamba makao makuu kuna kamati za usajili, kuna kamati mbalimbali, hizo ndo zina digest how we can terminate au itakavyokuwa vyovyote na mwalimu wetu. Lakini ni ukweli kwamba matokeo hayaridhishi, na bahati nzuri mimi kama mtendaji mkuu na mwalimu mwenyewe pia nimekutana naye, nimezungumza naye, na yeye pia anaonyesha kwamba kuna hali fulani ambayo haimfurahishi. Kwa hiyo kama kuna hali haimfurahishi, sometimes kuna ile uwajibikaji, ile accountability. Mwenyewe unaona kwamba hapa anastahili kuendelea tena. Kwa hiyo tutatangaza kama kwamba mwalimu tumeachana naye au vipi itakavyokuwa, lakini official so far wapenzi watulie baada ya game ya Jumamosi hapa. Tutajua nini kipi kinaendelea, lakini viongozi wa makao makuu ya jeshi na magereza wanafanya utaratibu wa kuona nini kizuri ambacho kama tutaachana na mwalimu tunaachana naye katika. Hayo ni ya Tanzania Prisons, mabingwa wa kombe muungano mwaka 1999. Turejee jijini Dar es Salaam ambapo msimu wa pili wa mashindano ya mchezo wa mpira wa kikapu ya Vodacom Ramadan Stars League inataraji kuanza msimu huu kwa kushirikisha timu 12 kutoka mataifa mbalimbali. Mashindano hayo yatashirikisha timu 8 kutoka za wanaume na 4 za wanawake, na mshindi atazawadiwa shilingi milioni 5 kwa upande wa wanaume na shilingi milioni 3 kwa upande wa wanawake. Ramadan Stars League inashirikisha wachezaji kutoka dunia nzima. Nikisema dunia, tunasema wachezaji 3 kutoka mataifa mengine, na wachezaji 7 watakaobakia ni wazawa. Kwa sababu gani tunasema 7 wazawa? Tunahitaji kukuza vipaji vyetu zaidi na kuleta hamasa katika nchi yetu zaidi. Lakini vile vile hatuwezi kukua wenyewe, ni lazima upate challenge kutoka mataifa mengine. Ndio maana nikasema duniani, sijasema East Africa wala Afrika, duniani. Kwa hiyo anaruhusiwa mchezaji yoyote duniani kusajiliwa katika Ramadan Stars League, lakini katika timu wasizidi wachezaji 3. Na sheria watacheza ni 2, mmoja anabaki bench, ili tupate 3 wa nyumbani, 2 kutoka mataifa mengine, tupate ladha tofauti. Tukajiuliza tunaingiaje katika hizi sehemu 3. Kwenye elimu tukajikita kwenye elimu, ndio maana tunawasomesha baadhi ya wanafunzi. Kwenye michezo tukasema okay, football tayari imeshafikia. Je, michezo mingine volleyball, basketball tunaingiaje? Kwa hiyo tumeanza na basketball, na ndio maana tukasema kwanza inabidi watu wacheze vizuri, tukakarabati huu uwanja. Kwa hiyo tunaendelea na michezo mingine katika lengo kubwa la kuprovide ile part ya entertainment kwa kijana. Mimi nimejiandaa vizuri na niko na vijana wangu wanafanya mazoezi.
na kama jana nilitembelewa na media, basi wakaja kuangalia sehemu yangu na kuja kufanya mazoezi, nimejiandaa vizuri. Na kitu kingine nimechagua vijana ambao wanaotokea kwenye timu za chini kuwafanya na wao pia wapate nafasi hii ya kucheza na nafasi hii ya wao kujitangaza. Tuliposikia zawadi zilizotangazwa, na hiyo nadhani inaweza ikaongeza chachu ya ushindani kwa wachezaji na timu zilizoandaliwa hapa kwa ajili ya mashindano haya. Nadhani inaweza ikapendeza zaidi msimu huu. Ni hayo tu katika mshike mshike. Naamini kwamba uwe na siku njema, tukutane tena kesho hapa ndani ya Azam Sports.